Bila shaka hujambo, karibu sana kwenye kipindi cha Hali Halisi ambapo huwa tunaangazia mambo mbalimbali. Na leo nipo katika ofisi za Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA zilizopo hapa Sinza jijini Dar es Salaam. Niko naye hapa mkurugenzi wa TAMWA na zaidi leo tutazungumza kuhusiana na usawa wa kijinsia ama tunaweza tukasema 50 kwa 50. Atakwenda kujitambulisha anaitwa nani, lakini pia atakwenda kutufafanulia kuhusiana na swala hilo. Karibu sana mkurugenzi. Asante. Nimefurahi sana kutukaribisha kwenye ofisi zetu za TAMWA. Asante. Kwanza niwashukuru sana Tumaini Media kututembelea na kuendelea kuongeza hii mijadala inayohusiana na masuala ya jinsia ambayo kwa namna moja ama nyingine inahitaji bado kuendelea kuleta uelewa katika jamii. Jina langu ni Rose Ruben, ni mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania. Na tuko hapa pamoja na Tumaini Media kwa ajili ya kuzungumzia masuala haya ya usawa jinsia. Karibuni sana ofisi za TAMWA. Tunashukuru sana. Mkurugenzi, ningependa leo tuzungumze kuhusiana na usawa wa jinsia na zaidi kwenye hiki kipengele cha 50 kwa 50. Ni neno ambalo limekuwa sasa hivi likisikika sana masikioni mwa watu ama midomoni mwa watu wakitaja 50 kwa 50. Sasa huenda kuna watu ambao hawafahamu kiundani zaidi kuhusiana na hili neno. Kwa hiyo nilitamani utufafanulie, mtu anaposikia 50 kwa 50 upande wa usawa wa jinsia aelewe nini? Asante. Kwanza nizungumze kwamba tunapozungumzia usawa wa jinsia tunachomaanisha ni uhusiano wa wanawake na wanaume kijamii, sio kibiolojia. Kibiolojia utaona kwamba ni uhusiano, mwanamke hawezi akawa mwanaume. Yaani hata kama kuna sayansi inayotokea kesho asubuhi, atabaki kuwa mwanaume, atabaki kuwa mwanamke. Na hata kama sasa hivi baada ya teknolojia kwamba imepanda sana, kuna wengine wanaosema kwamba wanaweza wakabadili jinsia, lakini bado atabaki kwamba huyu chanzo chake alikuwa ni mwanaume na huyu chanzo chake alikuwa ni mwanamke. Sasa katika masuala ya kijamii, yani zile shughuli za kijamii za kila siku, ndio tunapozungumzia usawa wa kijinsia, yani usawa kati ya wanaume na wanawake kijamii. Kijamii pengine katika shughuli ambazo tunazifanya kila siku, kijamii katika maamuzi ya shughuli za kijamii ambazo tunazifanya kila siku. Na nieleweke vizuri, kijamii katika shughuli za kijamii ambazo tunazozifanya kila siku. Na hizi shughuli za kijamii zinaweza zikawa uchumi, inaweza ikawa siasa, inaweza ikawa mazingira, inaweza ikawa mila, desturi, yale mambo ya kijamii ambayo tunayafanya kila siku. Kwa hiyo tunapokuja katika usawa wa 50 kwa 50, hasa hili neno la 50 kwa 50 lilitokana na usawa katika siasa. Hata wanawake wanatakiwa kuwepo katika meza za maamuzi, na kwenye meza za maamuzi ambayo yanawahusu wananchi, yanawahusu jamii fulani, wawepo wanawake katika maamuzi yale. Kwa sababu katika haya maamuzi kunaamuliwa vitu vikubwa ambavyo vinaathiri jamii yote kwa ujumla. Katika haya maamuzi wakiwepo wanawake, watapeleka taarifa ambazo na uhitaji wa kundi la wanawake, na wanaume wakiwepo watapeleka taarifa ambazo zinaleta uhitaji wa kundi la wanaume. Kwa hiyo kama kwa mfano ni maamuzi ya kiuchumi, kulingana na bajeti iliyokuwepo zitagaiwa, ama zile fedha zilizokuwepo, ama uchumi unaojengwa utajengwa kulingana na jinsia ama jinsi zilizopo. Unanielewa? Kwa maana kwamba kwa mfano labda ni bajeti ya familia ambayo ina watoto wanaokwenda shuleni. Kama katika ile bajeti amehusishwa mama kwamba sasa kuna watoto 4 ambao wanakwenda shuleni na tuna pesa hii hapa, lazima mama ataweza kupeleka bajeti ambayo inawahusu mabinti zake, ambayo itahusiana na ongezeko la taulo za kike. Kwa hiyo
hii kwa kijana wa kiume inaweza isiwepo. Lakini na baba naye ataleta bajeti ambayo itakuwa na uhitaji wa wale vijana wa kiume, ili na wao wanapoenda shuleni waweze kusoma katika mazingira mazuri ya furaha na amani, na mwisho wa siku waweze kufaulu vizuri. Kwa hiyo hii ndio dhana ambayo ililetwa kwamba kwenye maamuzi tuwe 50 kwa 50, kwa sababu uhitaji unatofautiana. Yamkini katika ile jamii ama katika ile familia pia kuna mtoto ambaye ana ulemavu, ama kuna ndugu, kuna mwanajamii ambaye ana ulemavu, uhitaji wake unaweza ukawa tofauti na uhitaji wa hawa wengine. Kwa hiyo endapo wamehusishwa wote wawili, yani jinsi zote mbili zimehusiana katika yale maamuzi, ni rahisi kuweza kuamua kwamba huyu pengine mwenye ulemavu anahitaji kitu cha ziada, labda anahitaji kiti cha magurudumu, labda anahitaji fimbo ya kutembea nayo, labda anahitaji mashine ya kuweza kuchapia, kompyuta ambayo ni tofauti na hizi kompyuta za wengine, ambayo ya kwake itakuwa inaweza kumsaidia kusomea kwa sababu ana ulemavu pengine wa macho. Kwa hiyo tunapozungumzia suala la usawa jinsia 50 kwa 50, kumekuwepo kuna dhana kubwa ya kuweza kulipinga tu. Mtu analipinga bila kujua maana yake. Kuna maana nyingi, na nia ni kwamba asiwepo hata mmoja katika jamii ambaye ataachwa nyuma. Wote muwe sawa. Wote wapate kulingana na uhitaji wao. Sio muwe sawa kwamba tuwe sawa urefu, tuwe sawa unene, kupata kulingana na uhitaji. Kama kwa mfano tutazungumzia usawa jinsia kwa wanawake, wako wanawake wa kijijini, wako wanawake wa mjini, wako wanawake ambao waliojaliwa kuwa na elimu kubwa zaidi, wako wanawake ambao bado hawajapata elimu yoyote. Lakini pia wako wakulima ambao wanategemea zaidi msimu, na wanategemea zana tofauti na zana ambazo wanazihitaji wanawake ambao kwa mfano wanafanya katika taasisi mbalimbali za kazi. Mwanamke ambaye pengine anafanya kazi yake ni ya kilimo, anaweza asihitaji kompyuta mpakato, laptop ambayo ina uwezo mkubwa sana kama mwanamke ambaye anafanya kazi kwa kutumia kompyuta hii tangu asubuhi mpaka jioni, mchana na usiku. Kwa hiyo ni kwa ajili ya uhitaji. Sawa. Labda kwa sasa unaona ama nchi yetu ina usawa wa kijinsia kwa kiwango gani? Kiwango kwanza ingetakiwa namba, namba ambazo bado hatujaweza kuzipata. Si tu Tanzania lakini pia dunia nzima. Masuala ya usawa jinsia bado hayajafikiwa kiwango kile ambacho kilikuwa kimeangaliwa kulingana na malengo ya dunia yale ya SDG, ya maendeleo endelevu, lakini pia kulingana na mipango mikakati mbalimbali hata ya Tanzania bado tunaona kwamba hatujaweza kufika pale. Moja ni kwa sababu kumekuwepo na ile kukataa, yani jamii kuto kukubaliana na swala zima la usawa jinsia. Kwa sababu pia neno usawa jinsia linaingia katika mifumo ambayo hii mifumo ni mifumo ya kimila na desturi, uelewa na binadamu katika jamii kuelewa na kuweza kubadilika inachukua muda. Lakini pia vile vigezo ambavyo vinarudisha nyuma usawa wa jinsia kama vile ukatili wa jinsia, ambao ulikuwa unaonekana kwamba kuna ukatili wa kijinsia kisaikolojia na ule wa kumwili, labda mtu kupigwa, kuumizwa, lakini sasa kumeongezeka tena kuna ukatili wa mitandaoni. Kwa hiyo tunaona kwamba hivi vitu vinavyokinzana na usawa wa jinsia vinaongezeka. Kadhalika namna ambavyo uelewa wenyewe wa masuala ya jinsia unavyoongezeka. Hivyo sasa tunajikuta kwamba wale wataalamu wa masuala ya jinsia tunaona kwamba namna ya kuweza kupima usawa wa jinsia umeongezeka, huku bado ukatili wa jinsia unaongezeka, inakuwa kidogo changamoto. Kwa hiyo kikubwa sana ni kuweza kuambia
wasikilizaji na watazamaji, wafuatiliaji wa Tumaini Media ya kwamba suala zima la usawa wa jinsia bado halijafikiwa lile lengo la kitaifa na kimataifa kutokana na mambo mengi ambayo yanakinzana na usawa wa jinsia, ikiwemo ukatili wa jinsia ule wa kawaida tuliokuwa tumeuzoea tangu zamani hizo, lakini na sasa hivi kumeongezeka ukatili wa jinsia ambao ni wa kimtandao, kwamba watu sasa wanaihamisha vita kutoka ana kwa ana wanaipeleka katika mitandao, na kule mitandaoni inakuwa na ukubwa mpana zaidi usiokuwa na mipaka ya nchi wala mipaka ya bara. Inakwenda mbali zaidi kuliko ambavyo ingeweza kuishia katika jamii ndogo kama kijiji au kama familia. Sawa, sasa nyie kama TAMWA nini malengo yenu hasa ili kuweza kufikisha hii 50 kwa sababu umesema kwamba bado lengo halijatimia lile ambalo linahitajika, lakini nyie mna wajibu kama wanawake, mna wajibu wa kuhakikisha ili swala pia linaweza kukamilika. Nini mikakati yenu kama TAMWA? Malengo yetu makubwa ya TAMWA ambayo yanatokana na maono yetu ni kuwa na Tanzania ambayo inaheshimu haki za binadamu kwa mrengo wa jinsia. Kwa hiyo hii Tanzania ambayo inaheshimu haki za binadamu kwa mrengo wa jinsia bado hatujaiona. Na maana yake ni kwamba unapouliza malengo yetu ama mkakati wetu ni nini sasa, kwa sababu hatujafikia bado katika yale malengo makubwa ya kuwa na Tanzania ambayo inaheshimu haki za binadamu kwa mrengo wa jinsia. Kubwa sana ni kuhakikisha kwamba hatupoi. Kubwa sana ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuihamasisha jamii kuhusiana na masuala ya jinsia, misingi ya jinsia, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba TAMWA inaendelea kuwepo kwa namna yoyote ile, kwamba TAMWA inaendelea kuwaelimisha wananchi kupitia vyombo vya habari, na TAMWA inaendelea kuwa kiungo kikubwa kati ya wananchi na watunga sera kuhusiana na masuala mazima ya haki za binadamu kwa mrengo wa jinsia, lakini vile vile TAMWA inaendelea kuwa kiungo kati ya wanawake na jamii, ambako kwenye jamii kuna maamuzi mengi yanayofanyika, kwa mfano katika suala zima la mila na desturi, lakini vile vile pamoja na viongozi wa dini. Tunavyofanya kazi zetu ni kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na sera ambazo zina mrengo wa kijinsia, kwamba katika kila sera na sheria suala la jinsia liwepo, kwa sababu hili nalo linafanya kunakuwa na kukinzana. Kwa mfano kama tunakuwa na sera ambayo na sheria ambazo haziangalii masuala ya mirathi kwa kuangalia haki za watoto wa kike, watoto wote kwa ujumla, kwani watoto hatubagui, watoto wa kike na wa kiume, lakini sera ambazo haziangalii haki ya mke, lakini haki ya wanawake kwa ujumla wao, basi tutakuwa kama nchi tunafeli kwenye kuendeleza ile mipango yetu ya usawa wa jinsia. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na sera na sheria ambazo zina mrengo wa kijinsia. Mtu anapozungumza usawa wa kijinsia si adui, kwa sababu wako wanawake walioelewa vizuri zaidi masuala ya usawa wa jinsia kiasi kwamba na wao ndio wanaovunja usawa wa jinsia. Wako wanaume ambao wameupinga usawa wa jinsia kiasi kwamba wanapoupinga mpaka wanasababisha ukatili wa jinsia. Na yote hayo ukiangalia kitaalam unaona kwamba ni tatizo la uelewa. Mkurugenzi, kuna zile familia ambazo mama ana kipato kikubwa kuliko baba. Labda nyie mmeweza kufanya tafiti mbalimbali, najua mnafahamu vitu vingi vya familia na nini. Huwa kunatokea shida yoyote mama akiwa na kipato kikubwa kuliko baba? Hatujawahi kufanya utafiti kama utafiti wa kwamba endapo mama atakuwa na kipato kikubwa itatokea shida katika familia, lakini kwa mtazamo wetu sisi kama waandishi wa habari wanawake Tanzania na wakitaalam kabisa kuhusiana na masuala ya jinsia, haipaswi kuleta changamoto yoyote endapo mama atakuwa
ana kipato kikubwa katika familia. Kwanza ni neema kwamba kumbe mama amekuwa na kipato kikubwa katika familia, na kwa maana hiyo mahitaji ya familia yake au familia yao yataweza sasa kufanyiwa kazi vizuri, yataweza kutimizwa, tofauti na kwamba ingekuwa kwamba pengine uchumi wa baba umetetereka na uchumi wa mama nao ukawa haupo kabisa. Na hili ndilo hasa ambalo tuliliona ama waliliona wafeminia zamani, ya kuona kwamba endapo kipato cha mume ambaye aliaminika kwamba ndio huyu anayeleta mkate nyumbani kitatetereka, na mama akawa hana kipato chochote, basi unakuta familia inatetereka. Nia haikuwa kwamba basi akipata mama akatetereshe familia. Nia ni kwamba kwa hiyo kama kuna upande mmoja utakaweza kupata kipato, wanaweza wakakaa sasa na kupanga yale mahitaji yao ya kifamilia kwa pamoja, na kuweza kuhakikisha kwamba majukumu ya familia yanaenda vizuri na kusapotiana mpaka pale ambako familia itakuwa imesimama vizuri, yani na baba naye atakuwa amerudi katika uchumi. Lakini sasa kama ambavyo zilivyo familia ambazo zinapoongezea kipato kinachoongezeka kwa mwanaume, familia nyumbani inateseka. Pia ziko familia ambazo kinapoongezeka kipato kwa mwanamke, familia zinatetereka. Nadhani hili lisichukuliwe kwamba ni tatizo la jinsia, bali lichukuliwe ni tatizo la kibinadamu, kwamba mtu anajiona kwamba nimekuwa sasa na mshahara ama faida kubwa katika biashara yangu, nimeongezeka, basi wale niliokuwa nao hawafai tena, nikatafute watu wengine. Kwa hiyo hilo ni swala la kibinadamu, lakini sio swala la mambo ya usawa wa jinsia, kwamba wanawake basi washuke chini wasipate vipato ndio familia zitakuwa na amani. Unaona kuna wengine wao wanatoa suluhisho jepesi lakini ambalo halina mashiko. Hapa ni kujua kwamba huyu ni binadamu kama alivyo binadamu mwanaume ambaye amefanikiwa baada tu ya kununua gari moja na kujenga nyumba, hamjali tena mke wake, hamjali tena watoto wake, anajali pengine marafiki na watu wengine wa nje wanavomshauri, tofauti na pale alipokuwa na kipato kidogo. Kuna wanaume ambao akiona mke wake labda ana kipato kikubwa kuliko yeye, anaona kama ananyanyaswa, anaona kama anadharaulika. Labda una lipi la kuzungumza kuhusiana na hilo? Siwezi kuzibishia hisia hizo, ya kwamba kama anaona vile kwamba ananyanyasika na anaonewa, basi pengine inawezekana kuna dalili za kunyanyaswa na kuonewa, kama ambavyo mwanamke ambaye hana kipato ama aliyekuwa na kipato cha kawaida sana amemsapoti mumewe mpaka amepata kipato kikubwa, anavyojisikia kwamba ananyanyasika, hasikilizwi tena, haonekani tena, anaonekana amekuwa mshamba, anaonekana hafai tena. Kwa hiyo ambako sasa pale ndio unakoingia ukatili wa jinsia. Kwa hiyo huu ukatili wa jinsia niseme kwamba haimaanishi ni ukatili kwa wanawake. Labda hilo nalo niweze kuelewesha jamii. Ukatili wa jinsia ni ukatili ambao unaweza ukatoka kwa mwanamke kwenda kwa mwanaume, au kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke. Kwa sababu jinsia ina maana wanawake na wanaume. Kwa hiyo kinachoangaliwa, na hata ukiangalia vyombo vya usalama vinapokuwa vinatoa hukumu ama vinapokuwa vinaenda kukamata mtu aliyefanya kosa la usawa wa jinsia, kinachoangaliwa, ripoti inapoandikwa ni kwamba huyu fulani fulani mwenye jinsi ya kike ama huyu fulani fulani mwenye jinsi ya kiume. Unaelewa? Lakini wote kesi zao ziko katika dawati la jinsia. Kwa hiyo kikubwa ni jamii kuelewa kwamba ongezeko la kipato kwa upande mmoja ukanyanyasa upande mwingine ni suala la mtu binafsi, sio suala la kundi la watu.
wanaoitwa wanawake au wanaoitwa wanaume. Bado wako wanaume ambao kipato chao kikiongezeka katika familia yao, wanaendelea kujali familia zao, wanaendelea kusimama katika misingi ya kifamilia. Lakini pia wako wanawake ambao kipato kikiongezeka zaidi kwao, wanaendelea kusimama katika misingi ya kifamilia na kujali familia zao, na familia zao zina furaha. Wapo na tunawaona, si ndio? Kabisa. Lakini pia wapo ambao wakiongezeka kipato tena kwa asilimia ndogo sana, wanabadilika. Kwa hiyo lile ni suala la mtu mmoja na wala sio suala la ufeminia, wala sio suala la usawa jinsia, suala la wanaharakati. Hapana, ni tabia ya mtu binafsi, na jamii ilichukulie kwamba hili ni suala la mtu binafsi. Aangaliwe yeye binafsi na shida zake pengine za malezi, na shida zake pengine za uelewa, na shida zake za mahusiano. Tusiwekwe katika kikapu kimoja. Samaki mmoja ameoza, hamna kusema kapu zima limeoza. Sasa hivi katika ulimwengu wa teknolojia, samaki mmoja akioza tunamweka pembeni aendelee kuoza peke yake. Hawa ambao ni wazima tuendelee kuwapeleka sokoni. Mkurugenzi, unafikiri kwa kipindi cha hivi sasa waajiri wanatoa fursa sawa kati ya wanaume na wanawake? Kwa mujibu wa sheria za kazi, kunatakiwa kuwa na fursa sawa. Tena kwa kadri ya matangazo ya ajira nyingi ambazo nimekuwa nikiziona, zimekuwa zikiwa zinasema kwamba labda wanawake watapewa kipaumbele, ama watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele, vijana watapewa kipaumbele. Hivyo kwa maana hiyo basi, fursa za kazi zinategemea nini unachoenda kuchangia katika shirika, katika kampuni. Yule mwenye nguvu ya kuchangia katika kampuni, labda kama ni kampuni ya kibiashara, faida inayokuja katika kampuni ndiye atakayechukuliwa katika soko la ajira. Na elimu inaweza ikakusaidia, lakini ubunifu na namna unavyojenga, kwa Kiingereza wanaita teamwork, unavyoweza kufanya kazi na wengine, inaweza ikakusaidia zaidi kukuweka katika ajira, soko la ajira, kuliko kufika kwenye kampuni za watu na kuanza kuwagawanya watu. Kwa hiyo kwangu mimi ninaliangalia hivyo soko la ajira, na katika soko la ajira nitasema pia ubunifu. Wanasema ajira hakuna, lakini ubunifu. Na sasa hivi tunaona kwamba hata nchi ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wamekuja na dira ya 2050, ambayo ukisoma vizuri ile dira ya 2050 inatoa fursa kwa wabunifu ambao wanaweza wakatoa ajira zaidi, kwa sababu serikali peke yake, tusidanganyane. Labda umiliki wa ardhi kwa wanawake unaweza ukatafsiriwa vipi? Kwa sababu tunaona wanawake wengi wamekuwa hawamiliki ardhi. Wengi ambao wanamiliki ardhi ni wanaume. Lakini pia tumekuja kuona pia mwanamke akiwa labda na uwezo mkubwa, anaonekana kama ana mtu nyuma ambaye anamsapoti. Labda kwenye hilo wewe unazungumziaje? Umeuliza maswali mawili kama si matatu kwa pamoja, na nitayajibu kwa kadri nitakavyoweza. Katika suala la umiliki wa ardhi, kulingana na sheria, hasa ardhi kama ardhi ya kununua, hakuna mwanamke ambaye anakatazwa kununua ardhi. Na tunawahimiza wanawake kumiliki ardhi. Lakini kwenye suala la zile ardhi za kimila, zile zinakuwa zimeingia kwenye sheria za kimila, ambako katika sheria za kimila tunaendelea kufanya kazi na viongozi wa kimila ili kuweza kuona ni namna gani na wanawake na wao wanaweza wakawa sehemu ya ardhi za kimila. Lakini pia kwa familia moja kulingana na uelewa unavyoongezeka, tumekuwa tukisikia kwamba kuna wazazi ambao wanawanunulia watoto wao wa kike ardhi, manake wanawamilikisha ardhi. Kwa hiyo ina maana kwamba jamii imeshaanza kuelewa kwamba umiliki wa ardhi kwa wanawake ni kitu muhimu. Kwa hiyo kwa wanawake, na hasa kwa sababu tulikuwa tunazungumzia masuala ya uchumi,
basi fedha wanazozipata pia wakumbuke kuwekeza katika ardhi, kwa sababu ukiwekeza ardhi kwenye ardhi, manake umewekeza katika asset ambayo haihami, na hii inaongezeka faida siku baada ya siku. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sehemu ya mkombozi wa uchumi wa familia, inaweza ikawa sehemu ya mkombozi wa uchumi wa mwanamke huko baadaye. Kadhalika kwa mwanamke ambaye amefanikiwa, binti ambaye anafanikiwa, ana watu nyuma yake, akiwemo mzazi wake, mlezi wake, washauri wake ambao wako nyuma yake. Sasa labda una lipi la kuambia wale wanaume ambao anafikiri 50 kwa 50 inaweza ikamnyang'anya nafasi yake? Nisiwaambie tu wanaume ambao wanafikiri kwamba 50 kwa 50 itawanyang'anya haki yao ya kuwa wanaume, lakini pia na wanawake ambao wanadhani 50-50 itawanyang'anya watoto wao wa kiume haki ya kuwa watoto wa kiume. 50 kwa 50 haimaanishi kuvunja ndoa ya mtu, haimaanishi kushusha hadhi ya mtu, haimaanishi kudhalilisha utu wa mtu, haimaanishi kumfanya mtoto wa kiume kuonekana kwamba si mtu muhimu katika jamii. Tunawapenda watoto wetu wa kiume, tunawapenda kaka zetu, tunawapenda baba zetu, tunawapenda waume zetu, tunawapenda marafiki zetu wa kiume, na namna ambavyo tunahitaji kuona ni jamii ambayo inazungumza kwa pamoja na inaamua kwa pamoja kuhusiana na rasilimali ambazo ziko katika jamii na kuishi maisha ambayo yana furaha kwa pande zote mbili bila kudidimiza upande mmoja ili kupanda upande wa pili. Mtazamaji, mpaka hapo tumefika mwisho wa kipindi hiki cha Hali Halisi. Bila shaka umefahamu kwa undani kuhusiana na suala zima la 50 kwa 50, na leo nilikuwa katika ofisi za Chama cha Waandishi wa Habari Tanzania TAMWA zilizoko hapa Sinza jijini Dar es Salaam. Nilikuwa naye mkurugenzi wa Chama cha Waandishi wa Habari Tanzania TAMWA, Dr. Rose Ruben. Mimi naitwa Grace Kuni. Hadi wakati mwingine, kwa heri.